Yohana, kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 9. Na watangulia kusoma kama tumepata wote. Nacho kimeandikwa hivi: hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyu mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyu, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote. Nitarudia mstari wa 3. Vyote vilifanyika kwa huyu, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza haikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyu alikuwa kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru wote wapate kuamini kwamba yeye huyu hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, aitiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Neno hili linatukumbusha kutoka kwenye vitabu vyetu kalenda, kwamba zinatukumbusha juu ya mwanzo wa neno au mwanzo kwa uumbwa wa ulimwengu huu. Linatukumbusha kwamba tulitoka wapi, tunaenda wapi, na mpango wa Mungu katika ulimwengu ulikuwa nini. Na linatukumbusha ya kwamba huyu aliyevifanya hivi alikuwa nani. Alafu mimi mwanadamu niliumbwa ili niwe nani? Neno nimeenda kuliangalia kwamba Mungu aliumba neno hili ili kusudi mwanadamu ampendeze Mungu. Na wewe ulipokuwa umeumbwa, Mungu kusudi la kuumba wewe mwanadamu kuwepo duniani ni kwamba wewe utumike umpendeze Mungu. Tumeona mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu tangu mwanzo wa ulimwengu, tangu ya msingi wa ulimwengu, kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu ili akatumike kwa ajili, ili avishuhudie vile Mungu alivyoviumba duniani. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe uliumba kuja duniani ili umpendeze Mungu. Pamoja na kwamba ilionekana kwamba kuna maangamizi kutoka kwa shetani, ambaye huyu ni mharibifu siku zote, lakini Mungu hakupendezwa kwamba mwanadamu aharibiwe kwa ajili ya huyu mwovu, bali alitengeneza mtu ambaye alimtuma mwanawe maandalizi kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu, ili mwanadamu huyu asiweze kuangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Na neno hili leo linatukumbusha ya kwamba mimi pamoja na kuumbwa, pamoja na kwamba tumeazimisha wiki iliyopita kwamba tumevuka mwaka. Je, nimempendezaje Bwana kwa mwaka uliopita? Nimemtendaje Bwana kwa mwaka ulio? Nimempendezaje? Nimetenda mambo yapi ambayo yamempendeza Bwana? Ninaanza na mwaka mpya, ni mambo yapi ninaenda kumpendeza Bwana? Umejiandaa vipi kupokea neno la Bwana ambalo limetuambia kwamba huu ndio uzima, na uzima huu umetoka kwake yeye? Tunaposoma neno linasema Bwana Mungu aliandaa watu wake
kwa ajili ya kumkomboa. Wa kwanza kabisa ambaye alimtuma, ambaye aliitwa Yohana, ambaye anasema alikuwa ni mtangulizi kwa ajili ya kuishuhudia ile nuru. Naye nuru huyu katika neno inatuambia kwamba pamoja na kwamba alimtuma Yohana, lakini anasema bado nuru hakuwa, alishuhudia ile nuru, lakini ile nuru ilikuwa bado. Hata walipotuma kwamba wakamwambie Yohana kwamba wewe ndiyo Kristo, alisema hapana, au ndiyo mwenyewe ambaye Yohana Isaya alitabiri, wakasema hapana, ile nuru bado. Na nuru ambayo inatamkwa kwenye Biblia ni Yesu Kristo mwenyewe, ambaye alitufia msalabani kwa ajili yetu. Kumbe Mungu alitupenda tangu msingi wa ulimwengu, kutoka kule kwamba mwanadamu asiangamie. Lakini kwa sababu ya ukaidi wa mwanadamu, anaendelea kutenda mambo ya dhambi pasipo kumwogopa huyu aliyemuumba. Wanadamu tunajipenda wenyewe, hatumjali mwenzetu. Na mpango wa Mungu kuumba mwanadamu kwamba tupendane sisi kwa sisi. Na wokovu huu uliandaliwa kwa ajili ya mwanadamu. Wokovu haukuandaliwa kwa ajili ya wanyama wengine kama ng'ombe, mbuzi na vitu vingine. Ukombozi uliandaliwa kwa ajili ya mwanadamu ambaye ni mfano wa Mungu, na ndiye ameandaliwa uzima wa milele. Wewe mwanadamu, unamjali vipi Mungu huyu aliyekuumba? Unajiandaa vipi kumpokea huyu aliyekuumba? Unajali vipi wokovu huu aliyekuandalia tangia msingi wa ulimwengu? Unamwogopa huyu Mungu na kumnyenyekea huyu Mungu? Umemwekaje huyu Mungu? Unamwelewaje? Bwana Yesu apewe sifa. Mpango wa Mungu ni kwamba ampendeze Mungu. Umejiangalia wapi kipindi cha mwaka ulipopita, kwamba umejikwaa wapi kwa mwaka uliopita? Au unasema tu kwa sababu nimemaliza mwaka, nimeanza mwaka? Je, umetendaje kazi ya Mungu? Nafsi yako inamjali vipi huyu Yesu Kristo? Umemtazamaje huyu Kristo, kwamba kwako amekuwa na faida gani? Pamoja na kwamba amezaliwa, je, kwako ana faida gani kwako? Umemwandalia nini huyu Kristo kwa kipindi ambacho tunaanza wiki ya kwanza kwa mwaka huu? Umetendaje kazi yake juu ya mwaka uliopita? Umetenda kwa nguvu au kwa uregevu? Je, hata mwaka huu leo tunapokea, unaenda kutendaje mbele za Bwana juu ya kumpendeza? Ndugu wapendwa, wakati hili neno linapita ninalisoma, linahitaji tuanze kuifanya kazi, tujiweke upya, tusafishe, tuisafishe kwa kutumia damu yake Yesu aliyomwaga ile. Basi tutende kwa uregevu kazi ya Mungu, tutende kwa nguvu. Yale maovu ambayo yanatufuatia tuachane nayo, yale uliyoyatenda tuachane nayo. Kama wewe ulikuwa mwongo sana kwa mwaka uliopita, basi waachane na mwaka unaofuata. Tuachane na ile ya zamani. Kama nilifanya kazi ya Mungu kwa ulegevu kwa mwaka uliopita, nianze kwa nguvu. Tupokee nguvu mpya. Yesu alikuja kutupa nguvu mpya ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni msaidizi. Na alipokuwa akiondoka hapa duniani alisema, sitawaacha pekee,
bali nitawaachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Je, Roho Mtakatifu yuko kwako, anakusaidia, anakuongoza? Au una nguvu ile ya Ibilisi, mtenda maovu? Je, sisi wenyewe mwenyewe Mkristo mwenzangu, unajiangalia, je, katika maisha yako umekuwa na msaada gani kwa maisha yako ukiwepo duniani? Una msaada gani? Maana wewe inahitaji Mkristo uitwe nuru. Na hili neno limetuongoza kwamba sisi ambao tumempokea Kristo tuwe nuru. Jina lako linaimbwaje ukiwa mtaani? Wanasemaje jina lako? Bwana Yesu apewe sifa. Jina lako ukiwa mitaani, mama yangu na baba yako, wanalisemaje jina lako huko nje unapopita? Wanasema wewe ni mzinzi, wanasema wewe ni mnyang'anyi, wewe ni mwongo, au wanakuita kwa jina lipi? Ambaye ulipokea hii nuru ya Yesu Kristo. Umejiuliza kwamba unapokuwepo kanisani wanakuita wewe nani? Na utaji kila mmoja ajitafakari, wanakuita wewe kama nani? Mtu wa Mungu, au wanakuita wewe mwongo au msengenyaji? Ujitafakari. Kijana, wewe wanakuita kama nani? Wanapokuwepo huko mitaani, unajifahamu wewe wanakuita nani? Umewahi uliza kwamba unaitwa nani? Maana majina wengine unapewa hapa hapa ukiwepo duniani. Inawezekana umepewa jina. Kila mmoja ana jina lake hapa. Na kila mtu ana rafiki yake. Mrevi hawezi akaenda kwa mtu ambaye hanywi pombe, anaenda kwa mrevi mwenzake. Mzinzi wanaongea wawili. Mzinzi anaenda kuongea na mzinzi mwenzake. Wachawi kama sio mchawi anaenda kwa mchawi mwenzake. Maana kila mtu anajifunza kulingana na kazi yake. Ili apate ujuzi wa uchawi lazima aende kwa mchawi. Anasema bwana kale kamzizi na nikichanganya kataendaje? Mzizi naye anaenda kwa mzizi mwenzake, anauliza ili nimteke mwanaume hivi nifanyeje? Lazima aulize. Anasema ili bwana upate mzinzi na ufanikiwe ni kuvaa visketi vifupi. Mwanaume kama ni mwanaume basi vae vile vimelegezo. Wanasema mkatakei. Ndio maana tunaona unapopita huku nguo wanazovaa wenzetu waliotoka nje sio nguo za heshima. Wanavaa zile nguo ambazo zinaonyesha maisha ya dunia yalivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Wakristo lazima tubadili maisha ya mwenendo wetu. Dunia imeshabadilika. Ile nuru ambaye Yesu Mungu alituwazia tangia mwanzoni imeachwa. Watu wameanza kujipenda wenyewe, wameanza kuangalia mambo ya dunia ambayo shetani ameandaa. Na mambo ya shetani siku zote ni kumpendeza kwa muda, ni kwa ajili ya mwili. Maana shetani yeye anaandaa kwa ajili ya mwili. Mwili huu unahitaji mambo ya hapo hapo. Mambo ya rohoni yameisha kuisha. Sasa inaonekana hata kanisa limeingia kwenye mkumbo huo. Mwili unahitaji uvae, mwili unahitaji pesa, mwili unahitaji ujijali mwenyewe, haujali wa kwao. Hauwezi kupendeza, hauwezi kumpendeza Mungu. Tunasema ibada nzuri inaanzia nyumbani. Ili tupate kanisa nzuri lazima lianzie nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa.
Lazima ili tupate kanisa nzuri, lazima lianzie kwenye familia, nyumbani kule. Ili kanisa lijengwe vizuri na lenye umoja, lazima lianzie familia, nyumbani. Na lianze na rohoni, lilompokea Yesu Kristo. Lenye kuonyana likianzia nyumbani kule kule. Lenye upendo likianzia nyumbani. Hii tukipata familia, basi kanisa ndio tutapata kanisa nzuri. Ukikuta wanasema kanisa la Morovia ni baya, sijui kuna nini, ujue kanisa hili halikulelewa vizuri kutoka kule. Ni asili yake bado lina mambo yale ya zamani ya giza, ambalo haliwezi kupokea neno la Mungu, wala haliwezi nia ya kuliacha dhambi. Lazima tubadilike. Lazima tubadilike. Kanisa linalende na wakati uliopo kwa sasa hivi. Liwe kanisa linalomulika. Tuwe tofauti. Kama watu wa mataifa wameanza kujiweka sawasawa mambo ya kimwili zaidi. Tunaona sasa hivi wenzetu wa mataifa wameanza kujiwekea sawasawa, yani malengo ya dunia, yani kwenda na dunia ilivyo sasa hivi. Kama ni ulevi wameuboresha, kama ni uzinzi wameuboresha. Tunaona hata vilabu sasa hivi wanaboresha. Vingine tumeona vimeanza kujengwa karibu na hapa na eneo letu. Sasa kama wewe ni Mkristo umeingia kanisani, wewe unaboresha kipi? Kanisa letu unaliboresha vipi? Ndani ya kanisa la moyo wako unaliboresha vipi? Au unakuja tu kanisani unikuja kupukuta vumbi na kuondoka? Bwana apewe sifa. Watu wapendwa, lazima tujiangalie kanisa letu linaendaje. Lazima ujiangalie nafasi yako kutoka nyumbani na familia yako. Tuwe na sala ya kila siku. Kalenda yetu hii inatuongoza maneno ya kila siku, kwamba kila siku lazima tuwe ni watu wa maombi, ambao umeamua kumpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wako. Lazima ubadilike siku zote, uwe mtu mwenye upendo. Usijione kwamba wewe ni wewe. Usije kanisani kwamba eti nionekane tu. Kuja kanisani sio shida, kushuhudia sio shida. Je, maneno yako ni sawasawa na jinsi yale unayoshuhudia? Akuti okikitenga amamboga kenga kakwenda ni wokovu huo. Kuja mbele kuokoka sio shida. Shida, je, unakubali yale ulioitiwa? Yale unayoshuhudia ndio unayoyatenda na utaendelea kuyaacha ulioyashuhudia? Sio kila mkesho unapokuja wewe unapita mbele, lakini mambo yako hayabadiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ubadilike. Kuja mbele sio kwamba nimetoka mara moja nikashuhudiwa kutaka kukana pambele na ayuga. Je, mambo garako noko kanagale? Yupa anayetutafuta ambaye ni shetani. Siku zote hatuachi. Yeye siku zote ni kututafuta ili tukosee. Sasa wewe kama huna neno la Mungu la kuongoza, huna nuru ya kuongoza ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuja duniani, utaendelea kukosea tu. Lazima utii maneno yake. Na tunaposoma Biblia inasema, yule anayeshika maneno yangu na kuniamini, huyu ndio mwana wa Mungu. Katika moyo wako unajiona kwamba wewe kweli ni mwana wa Mungu? Umeashika neno la Mungu la kweli? Au tunaenda kwa mazoea? Bwana Yesu apewe sifa. Tusije kanisani, tunakuja kanisani eti ni kuja kuimba tu na kusikiliza na neno, na kwamba fulani asije atasimama mbele atasema maneno ya Mungu naondoka. Mimi naitwa Moravian, lakini mambo yangu hayabadiliki. Na sisi ambao tunaendelea kulishuhudia neno la Mungu na ambao tunaendelea kulisikia neno la Mungu, kama hatuwezi
kutenda yale Mungu aliyotuitia, wanasema tuna adhabu zaidi kuliko walio nje. Bwana Yesu apewe sifa. Adhabu yitungwamu kwa sababu tunaifahamu kweli. Kwa mwaka uliopita mambo makubwa yanapita. Ingawa alimwonga bandu bamenye kupika bani. Kupika bakuitaidi. Sonu cyara babiri kikungi. Wabagire kupika na anakubali. Anasema karibu na ukweli lakini si kweli. Ingawa alimkanisa muno ninaomba yaache. Kama ulikuwa nacho kipaji hicho ukiache. Tusishuhudie wapendo. Wewe tulimkanisa. Haya mambo tuyakutage huko nje. Wewe tuwe washindi, tuwashuhudia ikweli. Lakini yasianzie hapa. Tusishuhudiane mambo ya uongo ndani ya kanisa. Ninaomba yasiwemo. Kwa nini tuanzie uongo hapa kanisani? Na tusivuke na uongo, tusivuke na mambo ya uzinzi. Maana tunalichafua hekalu la Mungu. Yanatisha wapendwa. Kumwagenda huko gutali mnyisa. Kwa wapilika bamushuhudia yumo, bamushuhudia huyo. Yani haitakiwi. Tunalichafua ni kanisa, sio kwamba tunamchafua mtu. Tulio mu kanisa. Ingabandi abantu mchungaji atiri. Umzee fulani atiri. Umama mchiro tura natiri. Ufulani atiri. Hivi kanisa hilo linapona? Unaweza ukawa na nguvu ya kuja kusali kibinadamu. Tunalichafua ni kanisa. Tulio nuru tuishuhudie ile kweli na tuwe wa kweli. Kanisa lisibalike. Ngaba kushabarisha makuti eti. Habari zozote za eti sio kweli. Ngumunda kuti bati. Uloruti unenshibigeni. Ushuhudia ile kweli. Tuonyane nga wamona munyinyu yako mushu kututira. Tusipokeza mitaani wakuti eti bati. Tutalichafua kanisa halitafika. Inaanza kwa mwingine, tena kwa mwingine, tena kwa mwingine, kanisa halifiki mbali. Kwa mwanda kuti potali kanisa. Na wonongi. Sasa kama nguvu yako ya kimungu iliweka kwa mwanadamu, uti uwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na wasi kanisa kwamba tuanze na kazi ya Mungu, sio kwa ulegevu, tuanze kwa roho. Tusianze kwa roho ya Mungu, ya kazi ya Mungu kwa uoga. Tuiseme ile ya kweli. Ingawa amona munyinya ukosera ujao kumubushi. Sio uanzie kona. Sasa hivi shetani amepamba moto tofauti na kipindi chochote cha miaka iliyopita. Tunashuhudia mataifa huko watu wanapigana, wanauawa. Wagonjwa wameongezeka hospitalini. Wenye shida wanaongezeka. Uongo unaongezeka. Na sasa hivi umekuwa wa kiteknolojia. Imbagire kupika rimorgene ngutunde ndisikafikire hapo. Popo kwa kata nzima au mpaka mkoa woshi kumenyi dakika ndani ya sekunde moja. Bwana Yesu apewe sifa. Nahitaji kanisa tuwe na roho ya Mungu ambayo tuliitiwa. Kama roho ya Mungu tuzaliwe upya kama Mungu, mpango wa Mungu wa ukombozi wa mwanadamu alivyoandaa kwa ajili ya mwanadamu. Ukumbuke kwamba wewe mwanadamu ulizaliwa kwa ajili ya nini? Wewe ulizaliwa kwa ajili ya ushuhuda kwa mambo ya Mungu. Ndio maana uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na uzima huu ambao uliandaliwa kwa ajili ya mwanadamu. Hakuandaliwa kwa kitu chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Vijana,
Ninaomba tuwe na nguvu ya Mungu kwa mwaka unaoanza 26 ambao tumeuanza. Naomba tuwe na nguvu. Tuache mambo yale ya zamani. Tumpendeze Mungu kwa mambo yetu. Tusiwe shuhuda juu ya kanisa kuanguka. Basi tuwe ni shuhuda namna ya kumtii Yesu Kristo, namna ya kulinyenyua kanisa.